Assemblies of God, na yuko jirani yetu, amekuwa wa karibu. Halafu ni Masai mwenzangu, nisaidie kusema amen. Unajua tumetoka kwenye ukoo na kwenye mila na kwenye kabila gumu, lakini Yesu ni mgumu kuliko kabila lolote duniani. Ametuchomoa huko na sasa tunatembea kama wembe kuwaleta watu kwa Yesu. Haleluya. Na mimi nimempenda sana kwa sababu Mungu amemuokoa katika ujana. Nikikumbuka wakati naanza injili, nikitembea katika miji ya Kimasai, kwa sababu wito wa kwanza wa kwangu ilikuwa ni kwa ajili ya Wamasai. Lakini nilimuomba Mungu, roho Mungu akaniambia utaanza Masaini utamalizia mjini. Nilikuwa nafikiri mji wa Arusha. Kwa hiyo nikaanza kutembea kutafuta mahali pa kuweka kiwanja na nini, mji wa Arusha. Lakini nashangaa nimekuja katikati ya mji kwenye majiji ya Tanzania. Haleluya. Hii ni baraka. Kwa hiyo uzee wangu namalizia hapa. Mwambie jirani yako tumalizie na huyu babu. Haleluya. Alafu ninyi sasa wa Yerusalemu ni watoto wa mwisho. Kwa hiyo maziwa yote, yaani maana yake baraka za mwilini, baraka za rohoni, mnabarikiwa kwa jina la Yesu. Hebu geuka tu mwambie jirani yako umebarikiwa kwa jina la Yesu. Mpe high five. Haleluya. Kwa hiyo namshukuru Mungu kumuita wakati huu wa ujana, kubeba mafuta. Hata ofisini pale aliniambia anaandaa mkutano Masaini. Nilisikia siafu zinanipanda. Si unajua tuna mpango wa kwenda Masaini Si tukiandaa tunamwalika. Kwa hiyo tunatoka mjini kwenda kijijini, kuwavuta wa kijijini kuja mjini. Sio miji hii unayoiona, mji mkuu unaokuja unaambatana na mwana kondoo Yerusalemu mpya. Nisaidie kupiga kelele kusema amen. Kwa Bwana amembariki, yupo pamoja nasi, pamoja na mgeni aliyeambatana naye. Tutampa nafasi ya kutosha aongee na sisi wa baba, aongee na sisi vijana, aongee na sisi kanisa, ili tupate kubarikiwa pamoja. Nisaidie kusema amen. Haleluya. Kwa hiyo ni askofu hayo makanisa na ni mtume, ametumwa mataifa mbalimbali. Nimekubali kabisa injili yake. Nimeshamshuhudia mara nyingi akifanya huduma. Ni mtu wa Mungu, amepakwa mafuta kwa ajili ya injili na ni mwito wa siku za mwisho. Haleluya. Ukisikia saa nyingine klipu zake akigonga maeneo inayofuja na kuharibu injili ya siku za mwisho, nasema yes, kuna wemba ambayo inanyoa ndevu za maadui na upara wenye nywele wa yeye afulizaye kukosa. Si Biblia imesema kwenye Zaburi ya 68 kuanzia 19. Haleluya. Bwana akasema ataachilia upanga juu ya kichwa na juu ya upaa wenye nywele wa mtu afulizaye kukosa. Kwa Bwana ametubariki, tuko naye madhabahuni Yerusalemu kwa ajili ya injili. Pe Yesu makofi wakati anakuja kutuhudumia. Mshangilie Yesu wakati anakuja kutuhudumia. Mshangilie Yesu wakati anakuja kutuhudumia. Pe Yesu makofi ya shangwe. Karibu sana. Barikiwe na Bwana. Tunaambia tutaenda ulimwenguni kote. Msema ulimwenguni kote. Kiufupi, kabla sijaendelea, kwanza ninamshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kuweza kushiriki Jumapili ya kwanza asubuhi na wana Yerusalemu. Amen. Sio jambo la kawaida. Hii ya kwanza. Zingine nakuja mchana, jioni, hiyo ni kawaida. Lakini ibada ya asubuhi ni baraka. Amen. So kwangu ni utukufu mkubwa na ni waahidi. Liko jambo Mungu atalifanya kwako kama una imani. Amen. Unajua watu hawaelewi. Mambo ya Mungu ni ya imani. Na mambo ya Mungu yanavyoanzaga ni ngumu sana mtu kuamini na kuelewa. Lakini wale wanaelewa frequency za roho, pia sio kazi rahisi mimi kuacha kanisa na kuja hapa. Ujue hapa kuna neema kubwa. Amen. Ukiona nimekuja kuna neema kubwa. Amen. In short, na mimi nimekuwa rafiki wa huduma hii nafikiri muda mrefu sasa. Nikisikia tu simu ya askofu nasema nyundo ya Bwana, mwanangu uko wapi? Kuja huwa naangalia kama nipo mjini Dar es Salaam. Siwezi kukaidi wito huo kwa sababu najua yeye ni sauti ya Mungu hapa duniani. Amen. Kwa hiyo ninaamini kwa ujio wangu hapa liko jambo litatokea. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Sija peke yangu, nimeambatana na mzee wetu wa kanisa. Hebu asimame tu atusalimie, mpe microphone atusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama na amani naomba upunge mkono.
Nyumbani mwa Bwana hakuna ukaa kimya, ni kupiga kelele. Makofi mengi kwa Yesu. Makofi sana kwa Yesu. Amina. Mimi kwa jina naitwa Tadeo William Tukubali. Ni mzee wa kanisa la Upendo Tanzania Assemblies of God. Nimepata na baba yangu askofu. Huyu ni nyundo ya Bwana. Nampenda sana na nyinyi wote nawapenda. Amen. Pigie Yesu makofi kwa ajili yake. Kwa hiyo tukasema tuje siku hii ya wababa na sisi tuwe hapa tuteke baraka za wababa. Amesema Jay kwamba kanisa litutamkie baraka. Sasa sisi wababa ndio tunatamkaga baraka. Amen. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie 100%. Kama kuna baraka yako iliibiwa, ilifichwa, ilichukuliwa, kwa siku ya leo tunapoazimisha, tunaposherekea siku ya wababa duniani, baraka za Mungu alizoziachia kwa wababa zitakuja kwako na kukupata. Amen. Nasema zitakuja kwako na kukupata. Amen. Zipo baraka ambazo zipo kwenye maneno au kwenye vinywa vya wababa. Wale wanaoelewa sema amina kubwa. Amen. Sema tena amina kubwa. Amen. Are you ready to receive the flow, the blessing from God? Amen. So, ninaona baba amenipa muda mchache kidogo. Unajua mimi napendaga sana ni mwagike, nitiririke. Nishapewa madhabahu huwa nataka tu roho Bwana aseme. So nikawa namnongoneza baba dakika sasa piga tu 40. Sasa mimi naendaga hata masaa mawili. Lakini kwa neema ya Mungu dakika 40 nitakuwa mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nitakuwa mwaminifu hapa wa neno la Mungu. Mungu aliwaacha wanaume kuwa baraka kwa familia. Mungu aliamuru wanaume au wababa kuwa baraka kwa familia. Nataka kwa dakika chache niende kuomba alafu tuende kwenye neno la Mungu. Funika tu macho yako. Baba, libariki neno lako. Na kila atakayesikia neno lako akapate kubadilika, kufunguliwa, kuponywa, kuwekwa huru kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Amen. Nilitamani kama ningepata nafasi ya kuimba kanyimbo kamoja alafu tuendelee. Wangapi wanasema niimbe kanyimbo kamoja? Hivi mtu sinashika hapo. Haya, niimbe kwa sababu hii mwenyewe. Usiwe wa kujitabiria madhaifu. Usiwe jitabirie mambo makubwa makubwa. Hata kama uyaone. Yes. Hata kama uyafanyaje? Uyaone. Jitabirie mambo makubwa makubwa. Ndio. Gonga tano na mwenzako mwambie siku ya leo. Siku ya leo utapokea package yako. Utapokea package yako. Utapokea package. Nirudishe kwenye setting pale bezi ulikata kidogo mitambo. Yes. Hallelujah. Amen. Unajua kidogo mimi ni sound engineer, ni kabla sijaanza kuchunga kanisa nimekuwa na wasetia maskofu. Mababa mitambo pale. Kwa hiyo hapo safi. Kwa hiyo nikisikia tu najua hapa imekaa vizuri, hapa haijakaa vizuri. Pigie makofi kwa mitambo. Hapo imekaa vizuri. Yes. Kwa mitambo ubarikiwe sana. Hallelujah. Amen. Mwambie mwenzako wewe ni wa juu. Wewe ni wa juu. Wanaokuambia ni wa chini. Yes. Hao ni wenye wivu na wewe. Amen. Lakini Mungu hajawahi kumuumba mtu akamwacha awe chini. Amen. Kama watu wanavyotamani kuwa chini. Amen. Wale waliomlingana Bwana aliwapigisha hatua moja kwenda hatua nyingine. Amen. Na ukiona miaka yote wewe uko pale pale, ujue ni wewe umeamua kubaki hapo hapo. Amen. Ukiamini anayekwambia Bwana atakuchomoa hapo na uende kwenye destiny yako in the name of Jesus. Amen. Sema tena amen kubwa. Amen. Najua nimeshabakiza dakika 30 zinanitosha kabisa kuachilia ujumbe wa neno la Mungu. Sema amen. Amen. Kipekee namshukuru Mungu kwa ajili yako kufika kwenye ibada siku ya leo. Ujumbe wangu siku ya leo, baraka ya Mungu itakupata popote pale ulipo. Amen. Na naomba moja kwa moja tuanze na kitabu kile cha Mwanzo. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile tuanze na kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 10, sura ya 2 mstari ule wa 15. Kama Bwana aishivyo, twende tukasome tuone kile ambacho Bwana anataka tujifunze siku ya leo. Kwa dakika chache sana, ninaamini kuna vitu utavipata na vitakuwa baraka kwako. Amen. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari ule mstari wa 15. Nataka nikuonyeshe kwamba ni nani ambaye Mungu alimpa nafasi ya kuachilia baraka kwenye maisha ya wanadamu. Amen. Nitasoma kwa jina la Yesu.
Kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 15. Amen. Biblia inasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu. Akamweka katika bustani ya Edeni. Akamweka katika bustani ya Edeni. Ailime na kuitunza. Ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usiale kabisa. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya utakufa hakika. Mstari wa 18. Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hebu mpigie Bwana makofi. Amen. Pigie tena Bwana makofi mengi. Amen. Tunaona nini hapa? Mwanzo kabisa wa ulimwengu au wa dunia ilikuwa hakuna mtu hata mmoja. Amen. Dunia ilikuwa ukiwa tena mtupu kabisa. Kwa mujibu wa neno la Mungu, Mungu akaanza kumuumba mtu, sio watu. Pigia mstari mtu. Sema tena amina. Amen. Sio watu. Wakati mwingine kina mama wanaona kama walionewa, lakini wanatakiwa kujua kina mama walikuja baadaye. Lakini kuna mtu ambaye alikuwa wa kwanza aliyeumiza akili ya Mungu kufikiria kumtengeneza mtu, sio watu. Bwana sifiwe sana. Sasa leo tunaazimisha siku ya yule mtu wa kwanza ambapo kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu alitangulia yeye. Na Bwana Mungu akampa maagizo yote. Sikia, ukiwa wangapi wako kwenye ndoa hapa? Wangapi wako kwenye ndoa? Vijana nyosha mkono. Unajua kuna mliofyatua hapa. Wangapi wako kwenye ndoa hapa? Sasa ukiwa kwenye ndoa alafu unashangaa anakupa maagizo mama, ujue ndoa hiyo inakaribia kufa. Hujasema amina hapo. Wako kina mama pia wanatoa maagizo. Mimi ni nyundo napiga msumari sasa. Haleluya. Sikia nikwambie, in the beginning, mwanzo wa Biblia, Mungu alikabidhi uongozi au utawala kwa mwanaume. Mahali inapofika mwanamke anapokea kuwa mtawala, ujue kama ameshika nchi, kama ameshika taifa, familia, kama ameshika maeneo yoyote, ujue kile anachokiongoza hakitafika mbali. Lakini akishika mtu wa kwanza ambaye alikabidhiwa maelekezo yote, ujue jaazi aliwezi kuzama. Bado hujanielewa. Sikiliza, wakati Adam alitega masikio na kumsikiliza mwanamke, sisemi kusikiliza wanawake ni mbaya. Kuna mtu atanukuu vibaya, anasema yule nyundo ya Bwana alisema tusiwasikilize wake zetu. Hapana, askofu siko huko baba. Nataka tu niweke msingi. Kwa nini kanisa, kwa nini watu wa Mungu wamepotea njia? Jina la Bwana libarikiwe. Wakati Adam ametega sikio anamsikiliza mke wake, ndipo walipoanguka. Askofu, ni kweli si kweli baba? Sasa alisahau kwamba Bwana Mungu alimweka kwenye bustani, akamwambia jambo la kwanza utailima bustani hii, jambo la pili utatunza bustani hii, jambo la tatu wewe siku utakapokula hatuna hili ambalo nimekukataza usile, hakika utakufa. Lakini maneno hayo hakusema na mwanamke. Kwa nini Mungu hakusema na mwanamke? Nikufundishe kitu hapo. Ndio. Au niishie hapa? Hapana. Wamama wanastahili kunipiga viboko hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa Adamu amekabidhiwa bustani yote, ailime, aitunze. Ule ukiwa upweke, Mungu alipomtazama ndo akawa na option B. Mungu akaona nisipoteze muda kuanza tena kutengeneza tope halafu nimtengeneze mwanamke. Akasema hili jamaa ambalo nimeliumba, ninaliona ndani yake wanaweza wakatoka watu wawili ndani ya huyu mtu mmoja. Maana yake ndani ya mwanaume wanazaliwa watu wawili ambao wote wanakuwa baraka kwenye familia na kwenye maisha, na kuanzia hapo baraka zinaonekana kote. Mungu akamlaza Adamu usingizi. Baada ya hapo akamtoa mwanamke. Wakati amemtoa mwanamke, Adamu alipewa yale masharti na Bwana, akasahau kumwambia mwanamke wake. Unajua nini kilitokea?
Wakati Hawa yuko kwenye bustani ya Eden, anatembea, yeye haelewi maagizo ambayo Mungu alimpa mwanaume. Akafika mahali analiangalia tunda, alipoliona tunda, shetani naye pale akaingia ndani ya nyoka, akamsogelea, akamwambia, je, unaona haya matunda kwa nini Mungu amewakataza? Anajua mkila matunda haya mtakuwa na akili na mtafunguliwa macho, mtakuwa na ufahamu kuliko Mungu. Unaelewa sana nachokwambia? So wanawake wetu tulio nao baba, askofu, nikupe siri ya wanawake. Kumwamini mwanamke inahitaji neema ya Mungu kubwa. Kwa nini? Akipewa hofa. Hebu sema hofa. Lakini ajua hapa mmeokoka sana Haleluya. Amen. Ukikuta ametangaziwa hofa. Hata kama kulikuwa na agano, inaweza likayeyuka, inaweza likavunjika. Ndio maana Mungu hakuwahi kufanya agano na mwanamke. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nipasue nisipasue? Pasua. Niseme nisiseme? Sema. Hii sasa nikipasue itakuwa jibu kubwa ambalo litatoa harufu. Angalia tu katika nchi yetu. Haleluya. Angalia jinsi tunavolia kwa sababu ya uongozi wa nani? Sema, wa mwanamke. Ni kweli si kweli? Haleluya. Au je, mnacheka hapa? Haleluya. Sikia, Adamu alipomwacha mke wake hatua chache tu, shetani alipoingia ndani ya joka, akafika mwambia, we, Bwana anajua mkila matunda haya mtakuwa na akili. Mwanamke akachukua tunda lile akalila. Biblia inasema hakufunguliwa macho, wala mume wake hakufunguliwa macho bado, mpaka alipochuma lile tunda akampelekea na mume wake. Mume wake alipotia kwenye mdomo akang'ata. Kuanzia hapo wakajiona wako uchi. Maana yake ni kwamba yeyote yule atakaye kaidi agizo la Mungu, ikiwa alilipokea direct yeye, alafu akaliacha, mabaya yanawapata, majanga yanawakuta. Lakini ikiwa Bwana alisema na wewe direct, kwa nini mwanamke alipong'ata tunda mabaya na majanga hayakuwapata? Kwa nini? Kwa sababu agizo lile akupewa mwanamke. Leo ni siku ya wababa. Niseme nisiseme? Sema. Niseme nisiseme? Sema. Baraka yote unayoiona kwenye ulimwengu huu Mungu aliiweka kwa wababa. Ukiona wako kina mama wanasema leo ni masingomaza. Baba, umeshasikia hiyo askofu Masingomaza. Wanawatenga watoto wao na baba zao. Unajua nini kinatokea? Maana yake watoto wanakosa ile baraka ambayo Mungu aliiweka kwa nani? Kwa baba. Nipasue nisipasue? Pasua. Naona kina mama wamekasirika leo. Naona kina mama wanataka kunimeza. Sasa nifundishe au nikuache hapo? Sasa baba, usimlete tena unyundo ya Bwana hapa. Atatuharibia. So Adam alipokula tutunda, kuanzia hapo Biblia inasema wakajiona wako nini? Uchi. Na Mungu alipokuja akamwambia Adam, akumwambia mwanamke, akamwambia, kwa nini umekula yani matunda niliyokukataza usile? Adamu akasema, ni huyu mwanamke ulionipa wewe. Bwana akasema, kwa sababu umemsikiliza mwanamke huyu ambaye nimekupa mimi, kuanzia leo mwanadamu utakula kwa uchungu. Matatizo yanaanza pale mwanadamu asipomsikiliza Bwana. Mwanadamu akijiamulia mambo yake na kusikiliza sauti zingine, Mungu anamwacha. Mungu anakaa mbali na yeye. Na ndio maana kuanzia hapo wanadamu wakahangaika, walitengenezewa bustani nzuri. Leo ingekuwa hatuna haja ya kutafuta chakula, hatuna haja ya kufanya kazi, kila kitu kilikuwa pale, ila kwenye bustani tuliambiwa tuitunze na kuifanya na kuilima. Kwa hiyo pale tulikuwa tukitaka nanasi ipo, wanyama, simba asingekuwa anang'ata, nyoka asingekuwa anagonga. Sasa tunaona nyoka anaongea na mwanadamu. Leo nyoka gani anaweza kuongea na mwanadamu? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuna clip moja inasambaa kwenye mitandao. Bibi mmoja mkoa fulani anaishi na nyoka chatu. Anamwambia, vipi wewe bibi? Mbona si kawaida wewe kuishi na nyoka? Na bibi akasema, msimguse huyo nyoka wangu, maana huyo ninaishi naye kama vile watu wanavyoishi na kuku wao na mbuzi wao na ng'ombe wao. Inatupa picha gani? Maana yake si kawaida mwanadamu kuishi na nyoka. Au ni kawaida hapa? Ukimwona mtu anafuga tena cobra chatu yule, unajua kabisa huyu ana kazi naye katika njia nyingine.
Mama yule alikuwa, watu walikuwa wanalalamika, wanasema kwa nini anamwachia joka wake anakuja anakula kuku zetu? Na yule mama akasema, na wao kwa nini wanaachia kuku zao wanakuja kula vitu vyetu? Kwa hiyo pale nikasema huyu joka ni ulinzi wa kulinda kuku wanaokuja kula mboga zetu, lakini bado usiku nina kazi naye. Bwana asifiwe sana. So Biblia inaonyesha kwamba mwanzo wa dunia binadamu walikuwa wanaishi na wanyama wakali wenye uwezo wa kung'ata leo na kujeruhi, lakini walikuwa hawana madhara katika kipindi hicho. Kwani Mungu alitaka mwanadamu apokee uongozi kama mwanaume, amuongoze mwanamke wake katika kutii sheria za Mungu, kwa sababu kwenye kutii sheria za Mungu hapo ndipo Mungu huamuru baraka. Baraka haiwezi kuja kwako kama utashindwa kuheshimu baba, kumheshimu mume wako, kwa sababu Mungu aliamuru baraka kwa wanaume. Mwanaume amebeba baraka, mwanamke amebeba kutia moyo. Sema kutia moyo. Kutia moyo. Sema tena kutia moyo. Kutia moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwenye siku hii ya wababa tutatamka baraka na zitakupata. Amen. Kwenye siku hii ya wababa kila ambaye yuko hapa atapokea baraka za Mungu, kwa sababu baraka ni haki yako. Amen. Sema amen. Amen. Kitabu hicho cha Mwanzo sura ile ya 7, sura ya 2 mstari ule wa 7. Hebu tusome hapo nikuonyeshe tena kitu. Mstari ule wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi. Maandiko yanasemaje? Mstari wa 7 inasema. Inasoma. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi yake. Kwa mavumbi ya ardhi. Kwa mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi yake. Tunaanza kuona paka sura hii ya pili Mungu ni amefanya mtu. Maana yake si wawili, lakini katika maisha kukaonekana kuna upungufu wa mtu mmoja kuwa peke yake. Ndio neno linatimia. Biblia inasema si vema mtu huyu akawa nini? Akawa nini? Peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanya naye. Wale ambao mpo hapa, mpo kwenye ndoa, jitahidi sana. Kama uko na mume wako, jitahidi kuwa msaidizi wake. Jitahidi kuwa msaidizi wake. Sio kuwa operation manager. Kuna watu wanakaa kwenye ndoa baba, ni operation. Yaani huyu nani? Ulikuwa wapi? Kumbe mwanaume alikuwa kwenye mapambano na majukumu, akirudi nyumbani anawaza tena naingia mahakamani kuojiwa. Ndio maana wanaume wengi wanakufa mapema, wanachoka mapema, wanaishia njiani mapema, kwa sababu wanawake au kina mama wameacha kukaa kwenye majukumu yao. Hata usiposema amina. Amen. Hata usiposema amina. Amen. Mungu akikurudisha kwenye nafasi yako, kwenye position yako, mume wako akisema mke wangu ubarikiwe, baraka zinakuja kwako, kwa sababu yeye ndiye aliyepewa jukumu la baraka, na ndoa na nyumba na familia zinachanua na kustawi kwa sababu ya baba amefurahi, baba amecheka, baba ana amani. Ndio mababa wengi wanafika nyumbani kwao wanakuwa na stress. Wengine wale ambao hawajaokoka wanaamua hata kwenda kupita kuangalia mpira ligi kuu ya nini. Sasa anasema ngoja tu nipoteze kombe la dunia. Anasema ngoja tu nipoteze muda huko, kwa sababu nikirudi nyumbani nitakutana yule hakimu wangu yule anayeniedit kwenye mambo mengi. Sikia, ukitaka ndoa yako, maisha yako uwe na furaha, heshimu baba, heshimu mume wako, heshimu unaishi naye siku zote za maisha yako. Sema amina. Amen. Sema tena amina. Amen. Sasa nikuonyeshe majukumu machache ambayo Mungu ameachia kwa baba. Kitabu kile cha Misali sura ya 4 mstari ule wa kwanza. Kitabu kile cha Misali sura ya 4 mstari ule wa kwanza. Kitabu kile cha Misali, nakimbia haraka ili niende na muda. Kitabu kile cha Misali sura ya 4 mstari ule wa 7. Maandiko yanasemaje? Kama umefika sukuma katika jina la Yesu Kristo. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza inasema. Maandiko yanasemaje? Wanangu. Anasema mwanangu, yasikilizeni mausia ya baba yenu. Yasikilizeni mausia ya baba yenu. Tegeni masikio. Mpate kujua. Ufahamu. Kwa kuwa nawapa mafundisho mazuri. Msiache sheria yangu. Masikio unatega kwa mama au kwa baba? Hapo hatusomi sana Biblia. Mwanangu, Mungu ameachilia mausia yatoke kwa baba. Mausia
yatoke kwa baba anayetoa mausia, anayebariki, anayetoa mafundisho ya mtoto aishi vipi, mtoto atafanikiwa vipi, mtoto atatembea kwa njia gani. Ni baba na wala sio mama. Watu wengi wanafikiri ni mama, kwa sababu mama anapata nafasi ya kukaa na mtoto siku zote, lakini kibibilia anayetoa mausia, anayetoa mafundisho, anayeelekeza nyumba itaishi vipi, itaenda vipi, ni baba na wala sio mama. Ikiwa leo ni siku ya wababa, kila mausia ambayo baba ameyaachia kwako kama mtoto, ukiyashika utafanikiwa. Tukiwa tunaazimisha siku ya wababa duniani, naamuru baraka ambazo ziliachiliwa na baba yako aliyekuzaa na baba yako wa kiroho zianze kuja na kukupata kwa jina la Yesu Kristo. Wangapi wanaamini kwamba baba anaweza kutamka baraka na ikakufuata? Hapa muamini. Wangapi wanaamini kwa baba akiachia mausia yake ukiasikiliza yanakuwa baraka? Hakuna aliyebarikiwa bila kusikiliza. Maandiko yanasema ikiwa mtakubali na kutii mtakula mema ya nchi, lakini mkikaidi mtauawa. Kwa nini? Haleluya, haleluya. So niweke msingi hapa, kama baba anaposema mwanangu ninakubariki, ninaiona AJ Plus ikisambaa mataifa yote, mikoa yote. Hilo neno limeshakuwa katika ulimwengu wa roho. Baba akisema neno lake alirudi chini. Ndio watu wajanielewa hapo. Ngoja nikuonyeshe mambo ya Mungu kila mara yanaanzia kama neno, na neno ndio mbegu. Biblia inasema neno la Mungu ni mbegu. Zingine zilianguka kwenye udongo mzuri zikapata kukua, lakini ziko zilioanguka kwenye miba ikasonga, zile mbegu zikafanyaje? Zikafa. Hii inatuonyesha nini? Nasema neno la Mungu, wako wanaolisikiliza vizuri, lakini akitoka hapo ana msongo wa mawazo, yani stress linasonga lile neno la Mungu. Badala neno la Mungu lichukue nafasi ya kutoa matokeo kwenye maisha yako, linauawa. Au neno la Mungu limeingia kwako, umelisikia, lakini baada ya kutoka hapo, shoga amekuja amekupigia story, umesahau, haliwezi kutoa matunda. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mausia ya baba yako uliyekiashika, utaona matokeo katika ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Utaziona baraka katika ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Maana Bwana ameamuru baraka hapo. Nikuonyeshe kwa dakika chache kitabu kile, kwa dakika chache kitabu kile cha Mwanzo, kitabu kile cha Mwanzo, nikimbie kwa spidi sana. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile Mwanzo sura ya 27. Mwanzo sura ya 27 mstari wa 24. Nikuonyeshe kwamba baba kama baba ndiye amepewa nafasi ya kuamuru. Kitabu cha Mwanzo mlango 27. Kitabu kile cha Mwanzo 27. Hebu tuende mstari wa 24. Anzia hapo mstari wa 24. Nitasoma kwa jina la Yesu. Maandiko yanasemaje? Akamuuliza, wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Akasema ndimi. Akasema niletee karibu nami nipate kula. Mawindo ya mwanangu. Ili roho yangu ifanyaje? Ikubariki. Pigia mstari hapo, roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu. Naye akala. Kisha akamletea mvinyo. Akanywa. Mstari wa 26. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sasa. Ukanibusu mwanangu. Akakaribia akambusu. Naye akasikia harufu ya mavazi yake. Akambariki akasema, tazama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Pigie Yesu makofi mengi. Amen. Pigie Yesu makofi mengi. Amen. Wangapi wanajua hii story? Punga mkono ili nijue kama naichambua sana. Wangapi wanajua hii story? Wachache, wengine wajui. Histori hii ni histori ya Isaka pamoja na Yakobo pamoja na Esau, na tunamuingiza na mama yao hapo. Sasa Esau ndio alikuwa anastahili kupokea mbaraka wa baba yake, lakini kwa sababu mama alionekana kumpenda Yakobo kuliko Esau, akampa mwanae mbinu za kuovertake, kuchukua baraka isiyomstahili.
Sasa sikia, wapi Esau aliuza baraka yake ya uzaliwa wa kwanza? Ni pale alipodanganywa akapewa chakula kinaitwa nini askofu? Kinaitwa dengu. Alipokula dengu akamwambia kwamba nakupa dengu hii, ila na wewe niapie ya kwamba uzaliwa wako wa kwanza nitaushikilia mimi. Kwa nini? Walipokuwa wanazaliwa walizaliwa wakati mmoja, kwa hiyo alikuwa anatakiwa atoke atangulie Yakobo, lakini Esau akampiga teke Yakobo, halafu akatoka Esau badala ya Yakobo. Yakobo alikuja kufunuliwa ya kwamba ni yeye alitakiwa kuwa mzaliwa wa kwanza, lakini Esau akamrudisha nyuma. Hiyo siri mama yake anasema alipojua ya kwamba mwanangu Yakobo ndio anastahili kupokea mbaraka huu, akafanya juhudi na mbinu mbalimbali, akahakikisha siku ile baba anaposema nataka niwabariki wanangu, lakini nambariki mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza ni nani? Ni Esau. Akamwambia, mwanangu Esau, nataka nikutume, nenda ukanitafutie chakula kizuri. Wanaosoma maandiko, kile nikipendacho nile ili nikubariki. Sikiliza nikufundishe kitu hapo. Hakuna baraka inayekuja hivi hivi. Amen. Kuna mtu anaelewa? Amen. Hakuna baraka inayetoka hivi hivi. Amen. Mimi nikikwambia pokea baraka wakati hamna chochote ulichokipanda, hiyo baraka ni vongo. Amina imeenda upande. Amen. Amina imeenda upande. Amen. Unaona, kwa mfano kama hivi J Plus amekuja amemshukuru Bwana hapa, si ndio? Alafu baba kaona ile sadaka, sasa mwanangu pokea baraka. Ile baraka lazima iende, kwa sababu baraka imeunganishwa na kitu. Baraka haiji hivi hivi, inakufungua macho mwana wa Mungu ambaye uko hapa. Ukitaka kuteka baraka, jifunze kupana. Ndio maana maandiko yanaweka wazi, yanasema baba akamwambia mwanangu, nenda kanitafutie chakula ili nile alafu nikubariki. Kwa nini usije tu nikubariki bila hujaniletea chakula? Hujaelewa hapo. Maana yake kuna msingi wa wewe kupokea baraka, unatakiwa ujenge. Wanaopokea baraka za Mungu, kuna kitu wamefanya moyo wa Mungu ukafurahi. Wanaoletewa zawadi na mababa zao, kuna kitu wamekufanya baba zao wamefurahi. Jifunze wakati mwingine, mimi huwa nafundisha hata ushirika ukasema, jifunze saa nyingine si mpaka baba akwambie mwanangu nahitaji uniwekee mafuta. Nenda mshike tu mkono mwambie baba nenda kaeke gari mafuta. Hata kama hajasema ubarikiwe, baraka ishakuja. Amen. Hautasema amina kwa sababu hauelewi hiyo. Unajua watu wengine shetani amewafinya watu sana kwenye kutoa. Ujue baba, ukimwona mtu ambaye Mungu amembariki alafu amekuwa ni mtu ambaye wa kutoa siku zote, huyo mtu hata kaukiwa. Jifunze kwa nabii nani yule alimwambia mwanamke, anamwambia mwanamke, nimekuja hapa najua una njaa na nchi ina njaa, chakula hakina, mji mzima hakuna chakula, lakini nipikie kwanza mimi nabii wa Bwana nile, alafu baada ya kula nikubariki. Kuna kitu unajifunza hapo. Amen. Kuna kitu unajifunza hapo. Amen. Unasema baba nabii wa Bwana, kumebaki tu na kaunga kadogo, kumebaki tu na mafuta kadogo. Sasa nabii sasa iko kiunga na mafuta, nisongee ka ugali mimi kwanza nile. Kwa leo ungesema huyu nabii sana anataka kutuua mimi na mtoto. Ni kweli si kweli wakina mama? Bwana asifiwe sana. Lakini mama yule akawa mtii, akachukua, akapika ugali, akamtengenezea nabii wa Bwana, akala. Biblia inasema alipomaliza kula, mama akaambiwa, rudi sasa kwenye kikapu chako kile cha unga, rudi sasa kwenye chupa yako ya mafuta. Maandiko yanasema mwanamke anarudi kwenye chupa cha mafuta, anakuta mafuta yamejaa. Anarudi kwenye kapu la unga, anakuta kapu la unga limejaa. Akashangaa, kuna nini hapa? Nataka nikwambie, ukijua kanuni ya kubarikiwa, hautakuwa maskini tena. Shida yako una moyo wa korosho, wanasema roho ya korosho. Korosho imejikunja hivi. Yaani inawaza tu yeye peke yake. Yaani akipata yeye hapa, hawazi Bwana, hawazi nyumba ya Bwana, hawazi watumishi wa Bwana. Nimebarikiwa sana kuona hapa kuna watu wanainuka na sadaka ya Injili. Nataka niwaambie, sadaka ya Injili na baraka, hapo ndipo penye baraka kuliko mahali popote. Wanaobeba Injili wameshika agizo la Yesu Kristo. Amen. Unajua agizo la Yesu Kristo kwa watumishi wake ni enende ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo unaweza kuwa wewe sio mhubiri, lakini sadaka yako ikahubiri na wahubiri. Amen. Hawezi kusema amina hapo. Amen. Shetani huwa anazuia sana hapo. Unajua baba, mimi niseme tu ushuhuda huu. Siku ya kwanza nimeshika pesa mkononi,
Bwana akaniambia hii pesa hautaenda kununua eneo la ardhi yako, nataka ununue eneo kwa ajili ya Bwana. Nikataka kuleta ukaidi kidogo. Sasa hivi Bwana, kweli mimi sina eneo, sina ardhi. Alafu Bwana unaniambia nikanunue eneo kwa ajili ya kanisa. Na hilo kanisa hata mimi mwenyewe sikai, sio mchungaji huko. Niwache. Bwana akasema nakuambia fanya. Nilipopeleka pesa na zigawa hivi, nimemaliza. Karoka kaume, unajua pia sadaka inatakiwa iume. Ukiona toa sadaka iume, mwanangu umetupa hiyo. Naongea na watu hapa. Sadaka inatakiwa ifanyaje? Nisikia naitoa, lakini okay, unafarijika sasa, naitoa kwa Bwana. Hiyo ndio faraja kwa siku. Lakini ukiona unakuja unachambua 500 hivi ile sasa wameweka ile asili vile, ukiweka kwenye mawe ile koo. Sisi pale kanisani kwetu tulikuwa tuna vikapu vya chuma. Lakini watu wakasema baba toa hivyo, maana watu wanaibika. Sasa koo. Natoa jero kweli. Alafu amevaa suti. Alafu anamiliki iPhone tena 17 ile. Alafu anakuja anafanyaje? Anaika call. Sasa baba tuwasaidie tu kuwafichia aibu. Tuwaekee nini? Mzee tuliwekea vikapu. Tuwaekee vikapu. Lakini sasa nikaomba sasa, Mungu, kama hatutaondoa hilo Yakobo, watu hawatabarikiwa. Amen. Watu hawatafanyaje? Hawatabarikiwa. Kila siku watabaki kuonalia. Ukikuta watu walioshika kanuni za kutoa, maisha yao sio ya kawaida. Nenda kasome kwa Ibrahim, baba wa imani. Mungu anamwambia nitolee mwanao Isaka wa pekee. Ndio. Hana mwingine. Alafu sasa nataka nimpime, nimjaribu huyu ananipenda mimi au mwanae. Kuna watu mko hapa mnapenda pesa kuliko Mungu. Ukiambia vya Bwana, tunataka tujue, tununue speaker ya kanisa, unaanza kujisearch. Wakati benki una milioni 200. Benki una 500,000. Kuna watu wako kwenye M-Pesa wana hela baba, ila kwenye sadaka. Sadaka ukiitoa na moyoni mwako ukisikia hakuna maumivu yoyote, hiyo ni sawa tu umetupa. Niseme nisiseme? Sema. Wengine mtanichukia. Lakini nasema ili upone. Ndio. Hallelujah. Amen. Mbinguni alikuwa anasema marehemu Kolola miaka hiyo. Alikuwa anasema sadaka yako unayoitoa ndio inatengeneza makao yako kule mbinguni. Kwa nini? Kuulize swali. Hapa duniani hujawahi kuona watu wamejenga majengo makubwa halafu wameacha? Haujawahi kuona? Wapo. Haujawahi kuona? Wapo Ndio. Alafu wakiacha wanaacha migogoro. Watu wanapigana na wale wanaopigana akichukua na yeye mwisho wa siku anaacha. Unajiuliza, kama huyu mtu angewekeza kwa Bwana, mbinguni angekuwa na heshima gani? Unajua maana ya kufutwa machozi kwa kila jicho lilolia? Unajua maana ya kuvalishwa taji? Unajua? Watu wengine hilo hawalijui. Wao wamekuwa wakikimbizana na mambo ya dunia. Sikwambii kukimbizana na mambo ya dunia ni mbaya, ila Biblia inasema tusiipende dunia na mambo yake yote. Wangapi wanaelewa hilo? Amen. Ukisikia watu wanakuelekeza kwa habari ya kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu, hao ni sahihi. Maana maandiko yanasema utakapowekeza kwenye ufalme wa Mungu ndipo hazina yako itakapokuwa. Mahali moyo wako ulipo ndipo hazina yako itakapokuwa kule mbinguni. Utashangaa Mungu atanyesha mvua ya baraka. Hautakaukiwa, hautakuwa unaumwa. Kuna wahubiri unaweza kushangaa hatujui hata mara ya mwisho kwenda hospitali ni lini. Amina, amina. Amen. Amina, amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuna namna Mungu anayatengeneza maisha yako yanakuwa sio ya kilio, yanakuwa sio ya magonjwa. Unashangaa unafanya kitu kadogo lakini kana baraka kubwa. Unashangaa unaanza kabiashara kadogo lakini kana baraka kubwa. Unashangaa unakutanishwa na mtu lakini unakutanishwa na watu wa maana. Ninamuomba Bwana leo, siku ya wababa duniani, moyo wako ufunguke kwenye kuugusa moyo wa Mungu, na milango ya baraka ianze kuja kwako. Utakaposhika mausia ya baba yako, utakaposikia maronyo ya baba yako, utakapopokea maneno ya vinywa vya baba yako, baraka zije kwa jina la Yesu. Sema tena amen. Amen. Sasa kwa kufupisha histori hii ya Isaka, anamwambia mwanae nile ili nikubariki. Akala, alipokula anataka kumwambia sasa, mwanangu sogea ili nikubariki. Anamgusa, anasikia harufu ni kama ya nani? Ya Yakobo. Harufu ni ya Yakobo. Anamuuliza, mbona hii harufu ni ya Yakobo?
Anasema baba, ni mimi. Anasema hebu njoo nikupapase, kwa sababu Esau mikono yake ilikuwa ina nini? Ina manyoya. Wanaosoma Biblia. Anasema baba, ni mimi, gusa hata mikono. Kumbe mama alichonga mchongo, alifanya dili ili mwanae apokee baraka. Kumbe tunaona kwenye Biblia kina mama wanaweza kuwatengenezea watoto wao wakapokea baraka kutoka kwa baba zao. Kama mama hata kuwa na mbinu ya kumsogeza mwanae kwa baba yake, ujue baraka ambayo Mungu aliiachia kwa baba haitaweza kumfikia mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baba alipompapasa mwanae akaona kabisa, mbona harufu nikimtazama nikimsogelea nasikia harufu hii, harufu ni ya Yakobo, na nikimgusa ananiambia yeye ni Esau. Sasa baba, ni mimi mwanao Esau, wakati ni nani? Ni Yakobo. Biblia inasema baba akamwambia, nakubariki mwanangu, utakuwa na uzao kama mchanga wa nini? Wa bahari, mataifa yote yatakuita heri. Leo sisi hatuombi kwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Tunaomba kwa sababu tayari baraka ilishafanyaje? Ilishaamriwa. Sasa cha kujifunza hapa, baada ya Yakobo kupokea baraka ya Esau, sasa aliyestahili kupokea baraka akaja. Anakuja, baba, nimekuja tayari, nimekuandalia chakula. Baba anashtuka, sema kwani huyu aliyekuja ni nani? Mbona nimeshatoa baraka? Nasema no baba, ni mimi mwanao wa kwanza Esau, nimeshakuandalia chakula, ninaomba unibariki. Baba akasema, mwanangu, nimeshakubariki, kwani aliyekuja ni nani? Esau akajua tayari mwenzake kama overtake. Kumbe kuna watu tunaweza kuwa tunasali nao pamoja, lakini wakabaki wasipokee baraka kwa sababu hawajui kuziendea baraka. Ninamuomba Bwana leo akufungue macho, baraka uiendee. Usipoiendea baraka yako, wenzako watabarikiwa, mnakaa kanisa moja, wenzako wanaendesha magari, mnakaa kanisa moja, wenzako wanajenga nyumba, mnakaa kanisa moja, kwa sababu haujui kuiendea baraka. Ninamuomba Bwana akufungue macho, ujue kuiendea baraka kwa baba yako wa kiroho, kwa baba yako wa kimwili, kwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ambaye ndio baba yetu. Tunamwendeaje? Tunamwendea na sadaka, tunamwendea na shukurani, tunamwendea na moyo wa sifa, tukimwambia baba, tumekuja. Ikiwa leo ni siku ya baba, nenda ukabariki biashara zetu, nenda ukabariki kazi zetu, nenda ukabariki maisha yetu. Halafu utaona kama utabaki kama ulivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu kisoma hapo, utaona Esau anamwambia baba yake, baba, kwani hakuna mbaraka mwingine ambao unaweza kunipa mimi nami nikabarikiwa? Sikia maneno ambayo baba alisema. Baba akasema, sina mbaraka mwingine, maana nimeshatoa kwa mwanao, lakini mwanangu wewe nenda. Sasa leo nikuulize swali, kati ya jina la Esau na jina la Yakobo, lipi limetukuka? Lipi limetukuka? Na Yakobo. Kanisa zima tuseme Yakobo. Yakobo. Kwa nini? Alishatamkiwa baraka. Sikia, baraka ni maneno yanayotoka kwenye kinywa cha baba. Ikiwa Mungu amempa baba kuwa mtoa baraka, ukisikia maneno yale na kuyaamini, utaanza kuyaona matokeo ya yale maneno ya kumbwika kuwa vitu. Na ndio maana baba alipotamka maneno hapa akasema anaiona Ajay Price ikimea kama maua mikoa yote. Ni maneno, lakini utaanza kuyaona yakitenda kazi katika ulimwengu wa roho akiyaamini. Nasi leo kama wababa tutatamka baraka kwa njia ya maneno, na wale wenye imani wataanza kuona wakijibua kama mche mororo utakaotoa matunda kwenye maisha yao. Sema amina. Sema tena amina. Wangapi wako tayari kupokea baraka siku ya leo? Kuna wengine hawataki. Wangapi wako tayari kupokea baraka siku ya leo? Sema I receive the blessing. Toa sauti yako, sema napokea baraka. Sema tena napokea baraka. Sema kwa sauti, napokea baraka. Uko tayari kupokea baraka? Siku ya baba nimesema wababa wao ndio wanatoa baraka. Kwa hiyo askofu, leo unatakiwa utoe baraka, na kila neno utakalolitamka litakuwa na itatokea. Mpo tayari kupokea baraka? Wamama mpo tayari kupokea baraka? Vijana mpo tayari kupokea baraka? Watu wote mpo tayari kupokea baraka? Pigie Yesu makofi mengi. Amen. Siku ya furaha ni leo, wakati wa wokovu ni sasa.